Bwana, mambo sio poa zaidi, na hii ndiyo picha ya kutisha zaidi kwa sasa kwenye kiwanda cha burudani Afrika Mashariki. Diamond Platnumz anatazama himaya yake ya mamilioni ya dola iko hatarini kutikisika, na mtu anayeweza kupindua meza hii si mwingine bali ni mwanamke aliyekuwa nguzo ya maisha yake ya kimapenzi na biashara. Hapa namzungumzia Zuchu. Hali ni tete sana pale WCB Wasafi. Migogoro ya chumbani sasa imehamia kwenye bodi ya wakurugenzi, na lolote zito linaweza kutokea wakati wowote kuanzia sasa. Kama ambavyo tunafahamu ni kwamba Zuchu sio tu star mkubwa wa kike aliyewahi kutokea nchini, bali alikuwa ni mke wa Diamond Platnumz. Swali linaloumiza vichwa vya watu wengi sana ambao wanafuatilia burudani ni kwamba je, kuondoka kwa Zuchu WCB kuna maanisha mwisho wa utawala wa Diamond Platnumz kibiashara? Na je, unadhani kwamba Zuchu ana jeuri ya kusimama peke yake bila ya mgongo wa simba kwa maana ya Diamond Platnumz? Hapa utapata majibu yote, lakini kuna kitu kitakushangaza zaidi. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu kweli zaidi. Ila kabla sijaendelea kukupa ukweli wa kila ambacho pengine kitakushangaza, naomba nikukumbushe kuna stories za mastaa ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa, hautaki kuzikosa. Sasa cha kufanya ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kuwa wa kwanza kupata update, check chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuna maoni yako kuhusiana na kila ambacho mimi nitakuwa nimekusogezea hapa. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kwanza kabisa tuanze na faida alizozileta Zuchu WCB Wasafi tangu kuingia kwake. Kama ambavyo tunafahamu, tangu Zuchu atambulishwe rasmi miaka kadhaa iliyopita pale WCB Wasafi, lebo hiyo ilipata mapinduzi makubwa sana ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa msanii yoyote wa kike ukanda huu. Kabla ya Zuchu, lebo hiyo kubwa, lebo nyingi kubwa zilikuwa zinasuasua kuwekeza kwa wasanii wa kike kwa hofu ya kurudi kwa mtaji, lakini Zuchu alikuja kuvunja mwiko huo. Sasa hapa kuna faida kadhaa, ambapo moja ya faida kubwa tutakazozizungumzia ni utawala wa namba za digitali. Zuchu alileta faida kubwa sana ya kifedha kupitia streams na mauzo ya kidigitali. Akawahi kuwa msanii wa kwanza wa kike Afrika Mashariki kufikisha watazamaji views milioni 100 kwenye YouTube ndani ya muda mfupi, na kuipa WCB Wasafi kipaumbele kikubwa kwenye mapato ya mirabaha. Lakini faida nyingine ambayo Zuchu alileta pale Wasafi ni mvuto wa kibiashara, yani corporate appeals, ambapo tukimzungumzia Zuchu ni kwamba alifungua milango ya mikataba mikubwa ya ubalozi, yani endorsements, na makampuni makubwa ya simu, vinywaji na urembo. Hii iliongeza thamani ya lebo ya Wasafi, ikithibitisha kwamba lebo hiyo inaweza kuzalisha bidhaa inayouzika sokoni, yani marketable brand nje ya Diamond Platnumz. Lakini faida nyingine kubwa ambayo Zuchu ilileta pale WCB ni kuziba pengo la waliondoka. Tunafahamu kipindi hicho msanii kama Harmonize alikuwa ameondoka, and of course alikuwa ni icon kubwa sana kwenye lebo ya WCB Wasafi. Sasa wengi walitabiri kuanguka kwa lebo hiyo baada ya kuondoka kwa Harmonize, lakini Zuchu ndiye aliyekuja kuwa ngao kubwa iliyobeba taswira ya Wasafi na kuonesha kwa lebo hiyo bado ina nguvu ya kutengeneza mastaa wakubwa na wa kimataifa. Lakini tuje kwenye nguvu ya uhusiano wao na hasara ambazo Diamond anaweza kukutana nazo baada ya kuachana na Zuchu. Uhusiano wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu haukuwa tu wa mapenzi ya kawaida ya chumbani. Ulikuwa ni muunganiko wa kibiashara, yani power couple. Zuchu akiwa kama mke wa Diamond Platnumz alikuwa na ushawishi mkubwa sana wa kihisia na kimaamuzi ndani ya maisha ya Simba. Sasa mgogoro huu mzito umeenda kutenganisha njia zao kabisa. Diamond Platnumz anakabiliwa na hasara kubwa sana, ama atakabiliwa na hasara kubwa sana. Moja ya hasara ambayo Diamond anaenda kukutana nayo ni kupromoka kwa brand image, lakini kama ambavyo tunafahamu ni kwamba wawili hawa walikuwa wakitengeneza hamasa kubwa sana, yani publicity, kila walipoonekana pamoja. Matamasha mengi sana ambao walikuwa wanafanya pamoja, lakini pia zile show za pamoja zilikuwa zinaingiza mamilioni ya fedha. Kwa hiyo kumkosa Zuchu maana yake ni kupoteza content kubwa inayovutia mashabiki na wadhamini. Ukiachana na hiyo, kuna hasara nyingine kubwa ambayo Diamond anaenda kukutana nayo hapa, ambapo ni hasara ya kisaikolojia na kiwanda cha muziki. Diamond anapoteza mtu aliyekuwa anamwandikia na kushauriana naye kwenye ubunifu wa nyimbo. Yani alikuwa ni kama vile creative partner, tunaweza tukaita hivyo. Na kama ambavyo unajua kwamba kila mtu anajua Zuchu ana kipaji kikubwa sana cha uandishi wa mashairi, na uwepo wake ulikuwa unamuongezea Diamond ladha mpya kwenye muziki wake. Ukiachana na hayo, kuna hasara nyingine kubwa ambayo Diamond anakutana nayo ni mpasuko wa mashabiki. Mgogoro huu unagawanya kambi za mashabiki wa WCB. Mashabiki wengi wa kike wanaomuunga mkono Zuchu wanaanza kumtazama Diamond kama mtu aliyeshindwa kulinda penzi na mkataba wa mama na mtoto wake, jambo linaloweza kushusha popularity yake. Tukiachana na hivyo, sasa tunajiuliza swali moja kwamba je, Zuchu ataweza kusimama peke yake nje ya Wasafi? Hapa majibu yote yanawezekana kwamba ndio anaweza, lakini pia anaweza asiweze kusimama peke yake bila Wasafi. Kwa nini?
Zuchu anaweza kusimama peke yake hata kama akiwa nje ya Wasafi? Cha kwanza kabisa kinachombeba Zuchu ni kipaji cha uandishi wake. Tofauti na wasanii wengine wanaotegemea waandishi, yani ghost writers, Zuchu anaandika nyimbo zake mwenyewe. Kipaji hiki cha ndani hakiwezi kuondoka hata kama Zuchu akiwa ameondoka WCB. Lakini cha pili ni mtandao wa kimataifa, ni international network. Ndani ya miaka hii kadhaa ambayo Zuchu amekuepo ndani ya WCB, ameshatengeneza majina na mahusiano makubwa na wasanii pamoja na watayarishaji wa nje ya nchi, mfano Nigeria pamoja na South Africa, lakini pia anaweza kupata usimamizi wa makampuni makubwa ya kimataifa kama Sony na Universal. Ukiachana hivyo, sababu nyingine inayombeba Zuchu ni heshima ya brand yake. Zuchu tayari ana nguvu ya jina lake, yani brand equity. Watu wanamfuata Zuchu sio kwa sababu tu yuko Wasafi, lakini ni kwa sababu yeye ni Zuchu. Upande wa pili ni kwamba inaweza kuwa ngumu kwa Zuchu kusimama peke yake. Lakini hata hivyo, kama ambavyo tunajua. Kwa nini? Ni kwamba kuondoka kwenye mfumo, yani mashine ya Wasafi, kuna gharama zake. WCB ina mfumo mkubwa wa habari, yani media house, Wasafi TV and FM, na timu kubwa ya masoko inayohakikisha wimbo ukishatoka unamfikia kila mtu. Sasa nje ya Wasafi, Zuchu atalazimika kuwekeza mamilioni ya fedha kutoka mfukoni mwake ili kupata promotion ya kiwango hicho. Jambo hili linaweza kumchosha Zuchu kiuchumi. Lakini mwisho wa siku ukweli unabaki pale pale. Huu sio tu mgogoro wa kawaida wa mapenzi, ni vita ya kiuchumi na kiutawala inaweza kubadilisha kabisa ramani ya muziki wa Bongo Flava. Kama biashara ya Diamond itayumba au kama Zuchu atafanya mapinduzi makubwa zaidi akiwa nje ya Wasafi, ni swala la muda tu. Nini maoni yako mwanafamilia wa Bongo Vibe? Unafikiri Diamond Platnumz ataweza kuhimili pigo la kumkosa Zuchu kibiashara? Na je, unamwona Zuchu akifanikiwa zaidi akiwa huru nje ya mikono ya Wasafi? Shuka kwenye uwanja wa comment hapo chini, andika maoni yako na mimi nitapita nayo moja kwa moja. Naitwa Gabby Official. Naomba nikukumbushe usisahau kusubscribe kwa sababu yajayo yatakufurahisha zaidi. All in all, mpaka next video. Bye bye.